Karibu sana kwenye kipindi yetu ya siku ya leo, na leo hii tutakuletea habari muhimu duniani kote. Hivyo tutaweza kuwa huko Masisi, Rubaya, ambako mgodi uliripotiwa tena kuweza kusababisha vifo kutokana na mporomoko. Na pia tutaelekea huko mkoani Tanganyika ambako waasi wapya wameweza kuibuka ambao wanajiita kuwa MDKC waliweza kutangaza kudhibiti kijiji cha Lusinga Mitwaba. Na tutaelekea huko Nairobi, Kenya ambako watu wa 23 wameweza kufariki dunia kutokana na mafuriko makubwa ndani ya mji huo. Na pia tutaelekea huko nchini Ukraine ambako kumeweza kuripotiwa mashambulizi makali, na mashambulizi hayo yaliweza kusababisha vifo vya watu mbalimbali. Tuelekee basi huko Katanga ambako kikundi kipya cha uasi kimeweza kuibuka, na kikundi hicho kimeweza kujiita kuwa Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo, MDKC. Na kikundi hicho kimeweza kutangaza kuchukua udhibiti wa eneo la Lusinga katika wilaya ya Mitwaba mkoani Tanganyika siku ya Jumanne tariki 3 mwezi huu. Katika taarifa ambazo wao wenyewe wameweza kuzitoa, wamesema kuwa wameweza kufanikiwa kulidhibiti eneo hilo, lakini hawakuweza kuzungumzia tukio la hivi karibuni la kuuawa kwa maafisa 5 wa taasisi ya Kongo ya hifadhi ya mazingira ya ICCN iliyotokea katika eneo hilo hivi karibuni. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kusema FARDC wameweza kusema kuwa hali ya utulivu na tahadhari ilikuwa tayari imeanza kurejea katika maeneo hayo. Hata hivyo, jeshi hilo limeendelea na operesheni za kusaka makundi yote ambayo yanamiliki silaha ili kuimarisha usalama wa eneo la Katanga. Na kulingana na kundi hilo la Mouvement de Libération de Katanga, limeweza kusema kuwa hatua yao inalenga kupambana na kile wanachokiita utawala mbaya wa serikali ya Kinshasa. Na hata hivyo wameonyesha kuwa mashambulizi yao yana malengo ya kisiasa zaidi kuliko tu kuchukua maeneo. Hiyo ilikuwa ni malengo ya kikundi hicho, na hivyo vikundi hivyo vinazidi kuzalika siku baada ya siku. Ndani ya Masisi huko Rubaya kumeweza kutokea maporomoko makali leo hii tariki 7 Machi mwaka huu wa 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio hilo limetokea katika eneo la mgodi wa Kakombe ambao maporomoko ya udongo yalifunika mashimo kadhaa ya wachimbaji, na vivyo hivyo wachimbaji wadogo waliweza kupoteza maisha, na nyumba kadhaa katika kitongoji cha Gatabi kiliweza kufunikwa na kupata madhara makubwa. Janga hilo limeweza kutokea katika eneo ambalo limethibitiwa na muungano wa waasi wa M23 wanaoshirikiana na Alliance Fleuve Congo, ambao wanadaiwa kuchimba madini ya coltan na cassiterite kwa njia isiyo halali katika maeneo ya Rubaya. Inasemekana kuwa wachimbaji wengi waliokuwa wakifanya kazi ndani ya mashimo hayo walifunikiwa na udongo, huko nyumba kadhaa karibu na mgodi huo zikiharibiwa kabisa. Kwa mujibu wa baadhi ya wachimbaji na vyanzo vya ndani, makundi haya ya waasi yanadaiwa kuendeleza uchimbaji wa madini ili kupata fedha za kuendesha vita bila kujali maisha ya wanaofanya kazi ndani ya migodi hiyo. Tukio hilo ambalo limeweza kufanyika leo hii limeonyesha wazi kuwa waasi hawa M23 hawajali maisha ya wachimbaji wa madini hayo wala maisha ya wanadamu, kwa kuwa wanaendeleza uchimbaji wakati wakiona matukio kadhaa yakiendelea kujitokeza, kama vile mnamo tariki 3 March matokeo na vifo viliweza kutokea vivyo hivyo kutokana na maporomoko hayo.
watu kadhaa waliweza kufariki dunia, kama vile watu 200 hivi waliweza kupoteza maisha, lakini hiyo haikufanya uchimbaji huo uweze kukatazwa au waweze kutafuta vifaa kamili ili kufanya kazi hiyo. Na pia ndani ya tarehe 28 Januari kuliweza pia kutokea vifo vya watu zaidi ya 200, na hiyo ilikuwa ni hesabu tu ambayo ilikuwa ilikadiriwa, lakini vyanzo vya ndani kabisa viliweza kusema kuwa ni zaidi ya watu 400 ambao waliweza kupoteza maisha kwenye tukio hilo. Na bila kusahau ndani ya Juni ya mwaka wa 2025 kuliweza kutokea tena maporomoko na wa ardhi huko ndani ya mgodi huo, na hivyo watu kadhaa waliweza kupoteza maisha kwa kuwa wachimbaji hao hawana vifaa kamili za kuchimba migodi hiyo, na hivyo watu waliweza kupoteza maisha, lakini hile haifanyi waweze kuhurumiwa au kutafutiwa vifaa kamili ili kuendesha kazi hiyo ili kulinda maisha yao. Na maporomoko hayo yanatokana na uchimbaji ambao ni wa zamani na wa kienyeji, kwa kuwa mashimo yanachimbwa juu ya mashimo yengine na hawatumii utaalamu ili kufanya hivyo, lakini udongo unaendelea kutoka siku baada ya siku, na kutokana na mashimo yakiwa mengi juu ya yengine, hiyo inafanya mporomoko uweze kutokea, na zaidi sana ndani ya msimu wa mvua, hiyo inafanya udongo uwe wenye kulegea na mporomoko uweze kutokea. Lakini licha ya mambo hayo yote, hakuna wataalamu ambao wanaendelea kutumika, na hiyo inafanya maporomoko yazidi kuwa mengi, kwa kuwa ndani ya mwaka huu hili ni tukio sasa la 3. Rubaya ni eneo ambalo duniani linajulikana kuwa eneo la uzalishaji wa coltan duniani kote, na coltan hizo zinaweza kutumikishwa ili kutengeneza vifaa vya kielektroniki kama vile simu za mikononi, kompyuta na vifaa mbalimbali ambavyo vinaendelea kutumiwa ndani ya kampuni mbalimbali. Katika Kivu ya Kaskazini, baadhi ya vyanzo vinaeleza kuwa rasilimali hizo zote hunufaisha hasa nchi ya Rwanda katika kufadhili vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo takriban kwa miaka 5 sasa. Tuelekee basi huko Nairobi, Kenya, ambako watu 23 wameweza kupoteza maisha kufuatia janga kubwa la mafuriko lililotokea ndani ya eneo hilo la Kenya. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mvua kubwa sana imeweza kunyesha na ikasababisha mafuriko makubwa yaliyohatarisha sehemu nyingi za jiji. Mafuriko hayo yamesababisha pia uharibifu wa mali, kufungwa kwa baadhi ya barabara na watu wengi kulazimika kuhama makazi yao. Wakati huo operesheni za uokoaji na utafutaji bado zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya Nairobi ili kuwatafuta watu ambao huenda wamekwama au kupotea kutokana na mafuriko hayo. Kwa upande wake, msemaji wa shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya, Munir Ahmad, aliambia shirika la habari la AFP kwamba hali hiyo ni janga kubwa. Alieleza kuwa maeneo mengi ya jiji la Nairobi yameathiriwa pamoja na kaunti nyingine kadhaa nchini Kenya zimekumbwa pia na mvua hizo kubwa. Hizo zilikuwa ni habari kutoka huko Nairobi, Kenya. Acha basi tuhamie ndani ya Urusi ambao wanaendelea kupambana pamoja na Ukraine. Na hivyo habari yetu inahusu kuhusu shambulio ambalo limetokea leo hii huko Ukraine kutokea Urusi, ambako Urusi iliweza kuishambulia Ukraine na kusababisha maafa ya kupoteza maisha kwa watu 6. Na mashambulizi hayo yalitokea leo hii asubuhi. Kwa mujibu wa mamlaka za Ukraine, watu 5 walikufa katika mji wa Kharkiv
baada ya kombora la Urusi kupiga jengo la makazi ya ghorofa 5 na kusababisha sehemu kubwa ya jengo hilo kuharibiwa vibaya. Nyumba nyingine iliyo karibu pia ilipata uharibifu kutokana na shambulio hilo. Mbali na vifo hivyo, watu zaidi ya 10 walijeruhiwa wakiwemo watoto kadhaa wenye umri wa miaka 6, 11 na msichana wa miaka 17, kulingana na taarifa ya mkuu wa utawala wa kijeshi wa eneo la Kharkiv. Katika mkoa mwingine wa Dnipropetrovsk, mtu mmoja aliuawa na mwingine kujeruhiwa baada ya mashambulizi yaliyofanywa na drone, makombora na mizinga, hasa katika wilaya ya Nikopol. Kwa ujumla, mamlaka za Ukraine zinasema Urusi ilifanya mashambulizi makubwa na kutumia takriban kombora 29 na zaidi ya drone 480 yakilenga miundombinu ya nishati, reli na maeneo mengine muhimu katika sehemu mbalimbali za nchi ya Ukraine. Kutokana na mashambulizi hayo, tahadhari ya mashambulizi ya anga ilitangaza karibu katika eneo yote ya Ukraine, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea kutafuta watu waliokwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa. Vita kati ya Ukraine na Urusi vinaendelea sasa kuingia mwaka wa 5, huku mashambulizi ya anga na mapigano yakiripotiwa mara kwa mara katika maeneo mengi ya nchi hiyo. Hizo zote zilikuwa ni habari zetu ambazo tunakufikishia magharibi ya siku ya leo. Basi ili uendelee kupata habari nyingi na za muda unaofaa, basi usisahau kusubscribe, kushare na kucomment ili kutujulisha maoni yako na kutujulisha mahali ambako ulipo. Asante sana.